Baada ya Bwana Michael kushindwa kuwadhibiti watu wawili ndani ya nyumba yake, mke wake Bettina pamoja na Tina ambaye ni mdogo wake, ambao wamekuwa na safari nyingi sana za hapa na pale, safari ambazo wakati mwingine hazina manufaa yoyote, ila wamekuwa watu wa kutoka mitoko mingi sana, jambo ambalo Michael hakuvutiwa nalo, hasa wakati ambao anakuwa hayupo nyumbani, wanakuwa na safari nyingi sana. Basi Bwana Michael anaamua kutafuta houseboy ambaye atampa jukumu na atampa kazi ya kuwadhibiti watu hawa wasiwe wana safari nyingi sana, wasiwe wanatoka kila mara nyumbani. Sasa je, houseboy huyu ataweza kutoboa miezi mingapi ndani ya jukumu hili? Ataweza kutoboa muda gani kwenye kazi hii ya lawama, kazi ya kuwazuia watu wawili ndani ya nyumba moja wasiwe wanatoka mara kwa mara, wasiwe na safari za kutoka mara kwa mara? Fuatana pamoja nami kwenye simulizi hii ya Houseboy. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele hapo ili usikose mkasa wowote ndani ya jumba hili la Bwana Michael. Siku moja Bwana Michael hakwenda kazini, alikuwa nyumbani na aliamua kuitumia siku hii kwa ajili ya kufanya usafi, kuizunguka nyumba yake kwenye mazingira ya nyumbani kwake. Alifanya usafi na baada ya kumaliza kufanya usafi, aliamua kutoka na kutafuta kijana ambaye angekuja kumpa kazi ya kuzoa uchafu ule na kwenda kuutupa. Alitoka na alikutana na Lucas, kijana ambaye alikuwa ni kijana wa mtaani pale pale, na ni kijana ambaye hakuchagua kazi. Alifanya kazi yoyote halali ambayo ingepita mbele yake, basi na yeye angepita nayo, ili mradi iwe ni kazi ya halali ambayo ingeweza kumpa pesa. Basi Bwana Michael alimwambia kwamba ana kazi nyumbani kwake pale ya kuchukua uchafu na kwenda kuutupa. Lucas alikubali na wakakubaliana kiasi cha pesa na wakaondoka kwenda nyumbani kwa Michael. Baada ya kufika nyumbani, Lucas alikusanya ule uchafu na kuondoka nao na kwenda kuutupa. Sasa tangu siku ile ikawa mwanzo wa kufahamiana kati ya Michael pamoja na Lucas. Kwa hiyo wakati wowote au siku yoyote ambapo Michael alikuwa na kazi yoyote pale nyumbani, basi mtu wa kwanza kumtafuta alikuwa ni Lucas. Alimtafuta na akampa kazi. Kwa hiyo hata siku ambayo alipata wazo la kutafuta houseboy, mtu wa kwanza kumjia kichwani alikuwa ni Lucas. Alimtafuta Lucas na kumwambia kwamba ana kazi anataka kumpa, lakini kazi hiyo anataka awe anaishi pale pale nyumbani kwake, nyumbani kwa Michael. Lucas kwa sababu alikuwa anatafuta kazi, hakujiuliza mara mbili, alikubali kazi na akaaga nyumbani, akahamia nyumbani kwa Michael kwa ajili ya kwenda kuanza kazi. Mwanzoni alipoanza kazi, Bettina pamoja na Tina walifurahia sana uwepo wake pale nyumbani. Walifurahia sana ujio wake pale nyumbani, bila kujua kwamba yule alikuwa ni kama askari ambaye amekuja pale au ameletwa pale kwa ajili ya kuja kuwadhibiti wasiwe wanatoka mara kwa mara nyumbani. Basi Lucas alianza majukumu yake. Alijitahidi kuamka asubuhi na mapema, alihakikisha vyombo vyote vimejaa maji, uwanja upo safi. Alijitahidi kumaliza majukumu yake, kufanya majukumu yake kwa wakati, na aliwasubiri Bettina pamoja na Tina waamke. Kama kuna kazi yoyote ambayo walihitaji wasaidie, basi alifanya hivyo, jambo ambalo lilifanya Bettina pamoja na Tina ufurahie sana uwepo wake pale nyumbani. Na baada ya siku kupita na Lucas kuzoea mazingira na kuizoea kazi yake, siku moja Michael wakati anarudi kutoka kazini, akuingia ndani moja kwa moja, alimtafuta Lucas na akamwambia ana mazungumzo naye. Mazungumzo ambayo alimwambia kwamba bwana, kuna kazi nyingine nataka nikuongeze, na nitakuongeza malipo mara 2 zaidi ya ninayokulipa sasa. Akamwambia kwamba kazi ambayo anataka kumpa
ni kazi ya kumdhibiti Bettina pamoja na Tina wasiwe wanatoka nyumbani kwa safari zisizokuwa na ulazima. Awe anawazuia Bettina pamoja na Tina wasiwe wanatoka safari zisizokuwa na ulazima, na awaruhusu pale ambapo Michael atampa taarifa kwamba leo waruhusu, pale ambapo Michael atajiridhisha kwamba wanapokwenda ni sehemu au safari wanaokwenda ni ya ulazima na ni muhimu, ndipo atamwambia Lucas kwamba leo waruhusu watoke. Lakini mara zote Lucas anatakiwa ahakikishe kwamba Bettina pamoja na Tina wanatulia nyumbani na sio watu wa kutoka safari za mara kwa mara. Lakini makubaliano alikuwa ni kwamba wakati wote anafanya kazi hiyo, Tina pamoja na Bettina hawatakiwi wajue kwamba Lucas amekuja pale nyumbani kwa ajili ya kuwazuia wasiwe wanatoka. Yaani majukumu yanatakiwa yahusishe akili nyingi na sio ugomvi. Yaani anatakiwa atumie akili kuwadhibiti wasiwe wanatoka mara kwa mara, na sio kuwaambia kwamba hamtakiwi kutoka au kuwaambia kwamba Michael amesema kwamba hamruhusiwi kutoka. Sasa tayari Lucas amekubali jukumu la lawama. Amekubali kazi hii, kazi ambayo anakwenda kupambana na wanawake wawili ndani ya nyumba ile. Wanawake ambao kwa namna nyingine tunaweza tukasema anakwenda kupambana na mabosi zake. Anakwenda kupambana na wanawake hawa kuwazuia wasiwe wanatoka mara kwa mara, na Lucas amelikubali jukumu hili. Sasa Lucas ataweza kutoboa miezi mingapi? Atakaa muda gani kwenye jukumu hili? Ataweza kutoboa miezi mingapi kwenye jukumu hili, kwenye kazi hii ya lawama ya kwenda kupambana na mabosi zake? Tuende pamoja na simulizi hii. Usisahau kusubscribe hapo na kubonyeza alama ya kengele ili basi usipitwe na mkasa wowote ule kwenye jumba hili la Bwana Michael. Simulizi ndio inaanza kunoga sasa.